Bernard Morrison ni mchezaji ama ni nyota ambaye amezoeleka kwa vituko mbalimbali nje ya uwanja, lakini mchezaji ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na talenti kubwa sana ndani ya kiwanja. Anapotuliza akili ni Morrison ambaye unawaza kwa nini bado anacheza Afrika, lakini kwa sasa amekumbwa na majeraha mara kwa mara ambayo yamemweka nje ya uwanja. Tunakumbuka mara ya mwisho alikuwa akionekana akitumikia klabu ya AC FAR Rabat pale Morocco, ambayo ilikuwa ikinolewa na Nasreddine Nabi ambaye ni kocha ambaye alitoka naye katika klabu ya Young Africa. Bernard Morrison tunakumbuka katika historia yake ya soka amefanya vizuri na vilabu vya AC Vita Club ya pale nchini Kongo, lakini pia Orlando Pirates ya pale nchini Afrika ya Kusini kabla ya kutimkia Tanzania, ambapo amekipiga katika klabu ya Young Africa katika mara mbili ama katika awamu mbili tofauti. Baada ya kutoka Yanga alijiunga na klabu ya Simba Sports Club, kisha akarejea tena katika klabu ya Yanga kabla ya kuuzwa ama kujiunga na klabu ya AC FAR Rabat ya pale Morocco. Morrison siku ya jana baada ya Taifa Stars kuweza kufuzu kwa michuano ya AFCON ya mwaka 2025 pale nchini Morocco, aliipongeza sana Taifa Stars, na tunakumbuka Morrison kuna wakati fulani alishawahi kuomba uraia wa Tanzania, na hii ni baada ya kuchukizwa na tabia ya makocha ambao wamekuwa kuinua taifa lake la Ghana katika timu yao ya taifa Black Stars kuwa na upendeleo kwa namna ya uhitaji wa wachezaji ambao wanawakilisha taifa hilo. Jana Morrison katika kupitia ukurasa wake wa Twitter ameandika Tanzania, Tanzania, Tanzania. When the basics are right, everything falls in place. The quality of the Tanzanian League and how good the clubs perform in continental competition just showed in their qualification. Sema kama kila kitu kikiwa sawa, basi kila kitu kitashuka katika nafasi yake. Anasema ubora wa ligi kuu soka Tanzania bara na namna ambavyo vilabu vya Tanzania vinafanya vizuri katika michuano ya kibara ndio ambao imesababisha hata wao kuweza kufuzu katika michuano ya AFCON kwa mara nyingine. Lakini hili limekuwa kama ni dongo kwa viongozi lakini pia shirikisho la soka pale Ghana, na hii ni kutokana na timu ya taifa ya Black Stars ya Ghana kushindwa kufuzu kwa AFCON ya mwakani pale nchini Morocco. Na Bernard Morrison ameweza kutupa dongo hili akiandika mambo mengi sana kupitia ukurasa wake wa Twitter ama X. Hapa anaendelea kuandika play for AC Vita Club in DRC, Orlando Pirates in South Africa, Young Africa and Simba Sports Club in Tanzania. We played in Africa Champions League games and Confederation Cup games, which I played crucial part in those clubs, but no recognition because you play in Africa. Anasema kucheza katika klabu ya AC Vita Club ya pale DRC Congo, Orlando Pirates ya pale Afrika Kusini, Yanga pamoja na Simba za Tanzania, na akacheza katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika pamoja na michuano ya shirikisho ya Afrika, lakini hakuna thamani yoyote ambayo inaonekana kwake na shirikisho la soka la pale Ghana, na hii ni kwa sababu tu anacheza Afrika. Akacheka, akaeka emoji za kucheka, lakini akasema but they call player from second and third division club in Europe to represent Ghana. They call players from the Ghana League, which their clubs can't even win preliminary CAF Champions League games. Sometimes even players whose club are last on the league table get called. Anasema wanaita wachezaji kutoka daraja la pili na daraja la tatu katika vilabu vya Ulaya ambao wanakuja kuliwakilisha taifa la Ghana, lakini pia wanaita wachezaji kutoka vilabu ambavyo vinashiriki ligi kuu ya pale Ghana ambavyo haviwezi hata kufuzu katika hatua ya mtoano ya ligi ya mabingwa, haviwezi kushinda hata michezo. Lakini wakati mwingine wanaita wachezaji ambao wanatoka katika vilabu ambavyo kwenye ligi vinashika mkia. Anacheka bado Bernard Morrison. Pia anaandika but as representing the country outside in big clubs and winning leagues title can't be seen because you have nobody in federation to fight for you. Sometimes player are being called while their third division league in Europe hasn't even started. Funny. Anasema kituko. Anasema kwamba
wao wanaiwakilisha taifa la Ghana nje ya taifa hilo katika vilabu mbalimbali na wanashinda mataji mbalimbali, lakini kwa sababu hawana mtu ama referee ambaye atawapambania katika shirikisho, ndio maana wao hawaitwi. Anasema wakati mwingine wachezaji ambao wanashiriki katika ligi madaraja ya chini ama daraja la 3 huko katika ligi za Ulaya wanaitwa, na wakati mwingine hata ligi zao hazijaanza. Anaendelea, everyone will be happy to see his or her family member in the national color. Yes, but I don't think this player dated back from 2018 to now are better than me. Not arrogant and not self-belief, but fact. I wouldn't dare talk about national team selection before 2017. Quality. Anasema kila mtu angependa kuona ndugu yake akiwa katika jezi za timu ya taifa akiliwakilisha taifa. Anasema ndio, lakini hazani kama wachezaji kuanzia 2018 wengi waliokuwa wanaitwa wana ubora zaidi yake. Anasema sio kwamba anajisifia wala sio chochote, lakini anaamini kwamba huo ndio uhalisia. Anasema sikuweza ama sikuwahi kusubutu kabisa kukosoa uitwaji wa kikosi cha timu ya taifa ya Ghana Black Stars nyuma 2017, na hiyo ni kwa sababu ya quality ama ubora. Anaendelea anasema this nation you fail to beat have player we meet and beat and dribble pass during our league games and Champions League matches, but you see us not to have the qualities enough to play for Ghana. Nonsense. Anasema wachezaji ambao wameitwa wanakutana wanashindwa hata kupiga chenga, wanashindwa hata kupiga pasi, lakini wao ambao wanashiriki michuano mikubwa kama Champions League wanashindwa kuitwa. Anasema no Ghana club can match the energies and level of the club I've played for, but players from even relegation zone clubs are sometimes called. Ghana Family Football Association, no integrity, no transparency and fairness. This they are there and you want result. Anasema hakuna klabu ambayo inaweza ikalingana kiuwezo na klabu yoyote ile miongoni mwa vilabu ambavyo wamewahi kuvitumikia, na maanisha AC Vita Club, Orlando Pirates, Simba na Yanga. Lakini anasema wachezaji ambao wanatoka katika vilabu ambavyo vinakaribia kushuka daraja katika ligi kuu soka pale Ghana wanaitwa. Na anasema familia ya mpira ya Ghana ambayo iko pamoja sambamba na shirikisho la soka la Ghana imekosa uwazi, imekosa uadilifu, imekosa haki baina yao. Na je, wanahitaji matokeo kwa namna hiyo? Haiwezekani. Anasema you have not seen anything yet. Mbele mtaona zaidi. Amesema hamjaona bado na bado mtaona. Anasema this Niger, Sudan, Angola, DR Congo and others have most of their squad from the Africa League and they represent their country well. But you think those players in Europe are better than us? It is just unfortunate some of us couldn't get agent and links to Europe. Anasema haya mataifa kama Niger, Sudani, Angola, Congo DR na mataifa mengine, mataifa mengi kati ya hayo yanategemea wachezaji wanaotoka katika ligi ambazo ni za Afrika na wanafanya vizuri katika mataifa yao. Anasema lakini mnadhani kwamba wachezaji wanaocheza Ulaya ni wazuri zaidi yetu. Anacheka. Anasema ni kwa sababu tu wamekosa bahati ya kuwa na mawakala ambao wanaweza kuunganisha na soka la Ulaya. Bado Bernard Morrison anaendelea kusema, anasema these Black Stars strikers and wingers, anaweka alama za ulizo na emoji za kucheka, are better than us. From 2017 I just had the goal to just feed my family for this biased country. There Anchor Sunday Special Kora yeah. Ameandika vitu vingi sana hapa. Anasema hao washambuliaji wa Black Stars pamoja na mawinga ni kweli kwamba ni wazuri kuliko wao, kuliko yeye pamoja na wengine ambao hawajabahatika kuitwa katika timu ya taifa. Anasema kuanzia 2017 alikuwa na malengo ya kuilisha familia yake,
lakini kutokana na huu ubaguzi wa nchi, anasema Sunday Special Kora ameandika vitu vingi hapa, anamaanisha, lakini ameandika, ameweka emoji ya kucheka. Kwa hiyo ni ujumbe ambao ameupeleka moja kwa moja kwa shirikisho la soka pale nchini Ghana, akilalamikia juu ya namna ya uteuzi wa wachezaji katika timu yao ya Black Stars, huku Black Stars ikiwa haijafanikiwa kufuzu katika michuano ya AFCON kwa mwaka 2025 nchini Morocco. Ni kitu ambacho kimeshtusha kidogo watu wengi, lakini hata wakamaria na wenyewe wamelalamika sana. Ghana wamekuaje wanafungwa na wanashindwa hata kufuzu katika michuano hiyo ya AFCON 2025. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu, tunaitwa Rinyo Update TV, ili uendelee kupata taarifa mbalimbali za kisoka, kitaifa, kimataifa, lakini pia hata hard news utazipata hapa hapa.